Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana. Kwa hiyo niombe praise team tafadhali karibu hapa kwa wimbo mfupi wa kuabudu wakati mtumishi wa Mungu anajongea kwenye madhabahu hii. Karibuni haraka na wimbo mfupi sana wa kuabudu. Asante sana. Na mnenaji wetu leo ni baba yetu mchungaji Chao. Karibu sana baba. Karibu sana. Karibuni praise team kwa ajili ya wimbo mfupi wa kuabudu. Haleluya. Unaweza kusimama mahali ulipokaa. Kwa unyenyekevu kabisa. Roho yangu yaona kiu kama ayala atamanivyo maji ya moto. Aba nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani.
sakarabashata. Rebeshe kerebo sakarabos. Ripaya sakarabos terebe. Menderebo sirimo sheterele. Rebeshe kerebo. Menderebo sikirimo sekerebo. Ropoya sakarabos shekerele. Mandaramos sikirikamos seke. Robobos sakarabashaka. Rima yesekerebesh teres. Mandarabaya sakarabosh. Ropopoposaka. Repe yesekerebesh teres. Mandarabaya sakarabosh. Ropopoposaka. Kerebesh teres. Niririk. Roboya saka. Roposeke. Kakarabosh teres. Mandarabaya saka. Ropoyeseke. Karabash teres. Ndio Bwana peke yako. Ndio Bwana peke yako unastahili sifa. Peke yako unastahili heshima. Peke yako unastahili kuinuliwa. Peke yako unastahili uweza na mamlaka. Oh Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, pokea heshima, pokea azama, pokea utukufu, pokea enzi na ukuu, maana ni wewe peke yako unayestahili. Oh, tunaliadhimisha jina lako tena. Ndio mara hii tena Bwana tumekuja madhabahuni pako. Mara hii tena Bwana tumekuja kwenye madhabahu yako. Mara hii tena mioyo yetu ina kiu na wewe. Nafsi zetu zina kiu na wewe. Oh, ni mara hii tena. Rapo ya saka. Rebeshe kereres. Mandaraba saka. Shokorobo sekereres. Pokea utukufu na heshima, maana unastahili peke yako Bwana. Hakuna kama wewe tena. Hakuna kama wewe tena. Hakuna kama wewe tena. Ni wewe uliyetuchukua miezi 6 Bwana. Ni wewe uliyetuchukua kwenye lile kongamano. Na ni wewe uliyetuleta tena hapa siku ya leo. Pokea utukufu na heshima. Bwana Yesu, tunalibariki jina lako tena. Tunaliinua jina lako tena. Tunakurudishia sifa na heshima na utukufu na adhama, maana unastahili peke yako. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya saa hii. Na Bwana ndio uliyekubali tuweko hapa. Nasi tumekuja kwa ajili yako kwenye fellowship ya Dayosisi ya Mashariki na Pwani katika mwezi wa 7. Bwana, leo tarehe 12 tuko hapa. Ndio Bwana, pokea sifa, pokea heshima na utukufu katika jina lako la thamani. Kila ulichofanya na kila utakachofanya hapa, sifa na heshima na utukufu na adhama na uweza na mamlaka tunarudisha kwako peke yako. Tunarudisha kwako peke yako. Lisitajwe jina la mtu yoyote, asitajwe mtu yoyote. Jina lako peke yako ndio litajwe. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Haleluya. Ndio Bwana. Roho Mtakatifu, saa ni ya kwako, majira ni ya kwako, wakati ni wa kwako, neno ni la kwako. Useme nasi, tuko tayari kukusikia. Amen. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Hebu chukua tu nafasi yako, ukae kwenye uwepo wa Bwana.
Dakika chache zijazo tutakurudi hapa kwa ajili ya maombi. Tunahitaji kumshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano kubwa alilotupa kwa nalo katika dayosisi yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Mungu na washindi na wasalimu katika jina la Bwana. Hebu mpe Yesu sadaka ya makofi. Piga yale makofi mengi ya shangwe na vigelegele kwa Bwana. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi ambayo ametupa. Tangu tulipoachana kwenye kongamano kule Kibaha, tulimuona Mungu kwa kiwango kingine akituhudumia tena, na kwa zamu hii tena Mungu ametuleta tena hapa kwa ajili ya ibada ya shukrani. Haleluya. Nami ninanyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Kwa zamu hii tena amenileta hapa, tunapokutana hapa tuweze kushirikiana tena ujumbe wa neno la Mungu, tupate nafasi ya kuomba tena pamoja. Ni ushukuru uongozi wa dayosisi, ni mshukuru mratibu wa uhamisho katika dayosisi yetu na viongozi wa fellowship kuona tena ninaweza kusimama hapa kwa ajili ya kusema na hesabu ni kwa neema ya Mungu peke yake. Wangeweza kusema wengi hapa, lakini mimi ni nani? Ni kwa sababu ya Yesu peke yake. Ungempa tu Yesu sadaka ya makofi kwa ajili haya yote. Bwana Yesu apewe sifa. Hizo shukrani zitoshe niseme neno la Mungu hapa kwa dakika chache, alafu tuende kwenye maombi. Kitabu cha Isaya sura ya 47 na mstari ule wa 7a. Isaya sura ya 47, Yeremia 47 mstari ule wa 7a. Yeremia 47 na mstari ule wa 7a. Neno la Mungu linasema, utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Kwa msisitizo ameweka ulizo. Kitabu cha Yohana sura ya 9 na aya ile ya 4. Yohana mlango wa 9 mstari wa 4 anasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Yohana 9 mstari wa 4. Zaburi ya 132, Zaburi ya 132 aya ya 4 na ya 5 inasema, sitaacha macho yangu kuwa na usingizi, wala kope zangu kusinzia, hata nitakapompatia Bwana mahali na shujaa wa Yakobo maskani. Bwana Yesu apewe sifa. Ujumbe ambao nitasema hapa na ambao viongozi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu walinipa kusema hapa, nimeupa kichwa kinachosema, nini kinawafanya watu watulie wakati wamepewa agizo? Au kwa nini watu wanatulia wakati wanajua wamepewa agizo? Kwa nini watu wanatulia wakati wanajua wamepewa agizo? Bwana Yesu apewe sifa. Mstari ambao uliongoza kongamano letu ni hii Yeremia 7 mstari wa 7a unaosema, utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Na kuna vitu vingi vya kuzungumza, lakini hapa nataka tuzungumze mambo machache au tukumbushane mambo machache kulingana na mstari huu. Mistari niliyosoma hapo juu katika vitabu vitatu, mistari nimesoma katika vitabu vitatu, ni mistari ambayo ina madai ndani yake. Ina madai ndani yake, na si tu madai peke yake, lakini ni mistari ambayo ina madai ya kiutendaji. Ina madai ya kiutendaji. Nataka niseme hivi, nazungumza na watu waliookoka, waliompa Yesu maisha. Kila ambaye Mungu amemuita kwenye ufalme wake, Mungu hazai watoto kwa bahati mbaya. Kila aliyezaliwa kwenye ufalme wa Mungu ana kazi ya kufanya. Kila aliyezaliwa kwenye ufalme wa Mungu, hata kama kaokoka leo asubuhi, Mungu ana kazi naye, ana jambo la kufanya. Na kama kuna jambo la kufanya, kila aliyepewa neema ya kuishi
chini ya jua, katika nyakati, tena nyakati za mwisho tunazoziishi, ana kazi ya kufanya. Swali, kwa nini watu wanatulia wakati wanajua kuna kazi ya kufanya? Ukiangalia vitu vinavyoendelea katikati ya jamii, katikati ya kanisa, katikati ya dunia, kuna mahali ambapo ukitazama katika eneo la rohoni, unaona kuna namna ambavyo hatujafanya kazi ambayo tulipaswa kuifanya kwa uhakika, ama kwa kiwango ambacho tulipaswa kufanya. Ukitazama mambo kwa mambo ya kawaida, maisha ya kawaida, utarelax, utasema mambo yanaenda vizuri. Lakini katika eneo la ulimwengu wa roho, kuna madai ambayo hatujayatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunataka tutazame kwa nini watu wanaweza wakarelax, wakatulia, wakanyamaza wakati wanajua kuna vitu vya kufanya. Sababu ya kwanza, kuishi au kutembea katika mazoea. Kuishi ama kutembea katika mazoea. Kutembea katika mazoea. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16. Waamuzi sura ya 16, Biblia inasema mstari wa 19 mpaka 21. Waamuzi sura ya 19, Biblia inasema, ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu kama wanadamu wengine. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu kuwaita wakuu wa Filisti, akasema, njoni huku mara hii tu, maana ameniambia yote aliyokuwa nayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Filisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao, naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu, akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zikamtoka. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyoosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Bwana Yesu apewe sifa. Samsoni alikuwa ni mnaziri wa Mungu, na wote tunafahamu sana habari yake. Lakini Samsoni wote tunafahamu moja ya kitu ambacho pamoja na unadhiri wa Mungu aliojua Samsoni, lakini Samsoni alifika mahali akajichanganya na dunia, akatumbukia kwenye dhambi ya uzinzi, na dunia ikambeba, akafikiri ndio mtindo wa maisha, akawa anaishi bila kuogopa. Na hapa tunakosoma habari yake, aliangukia kwenye mikono ya Delila. Lakini Delila ambaye yeye alikuwa na misheni ya taifa la kwake na Wafilisti. Lakini Biblia inatuambia Samsoni aliyekuwa mnadhiri wa Mungu, aliyetengwa, tena ambaye wazazi wake Mungu alileta ujumbe mara 2, namna Samsoni atakavyolelewa, namna atakavyoishi. Wazazi walipewa maelekezo mara 2 na yeye akaambiwa. Lakini tunachokiona hapa, Samsoni anasema, nitatoka nje, nitakwenda nje kama kawaida. Na Biblia inasema hakujua kama Bwana amemwacha. Samsoni tayari ameanguka kwenye dhambi ya uzinzi na Delila, ameingia kwenye mikono ya Delila. Lakini kwa sababu tayari amefanana na dunia na vile vitu vya kimungu ndani yake vimeliwa, Samsoni ametembea akifikiri bado Mungu yuko pamoja na yeye, lakini Mungu hakuwa pamoja na yeye tena. Na Biblia inasema alisema, nitatoka nje kama kawaida, nitajinyoosha, lakini hakujua kama Bwana ameshamwacha Samsoni. Biblia inatuonyesha
kwamba alikuwa ni mtu ambaye anapotoka nje akijinyoosha, nguvu zinakuja, anapambana na maadui zake. Kwa hiyo hata alipoingia kwenye dhambi hakurudi kutubu. Alifikiri kwamba haya ni maisha ya kawaida, na kanisa na watu waliookoka ndani ya kanisa kuna vitu vingi vinavyoendelea ambavyo kama waombaji wanaojua wamepewa agizo wasingelinyamaza na kutulia, tusingeviona leo vikiendelea kwenye kanisa, tusingeviona leo vikiendelea ndani ya taifa. Kuna vitu vingi vinaendelea kwenye jamii zetu, haviko kwenye vikao vya usuluhishi, vinahitaji watu watakaosimama mahali palipobomoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna vitu vingi vinaendelea katikati ya kanisa, vinatokea na saa nyingine tunashika midomo, tunashangaa. Kwa nini tunashangaa? Ni kwa sababu hatukutegemea vitokee. Lakini swali la msingi, vilipata wapi nguvu ya kupita na kutokea? Sikiliza, tukizungumza hapa kutembea kwenye mazoea, hebu fikiri, tuulizane tu hapa. Leo tuko hapa ni watu tuliookoka. Ni wangapi tu leo asubuhi, Jumapili ya leo asubuhi, ibada inaanza saa 1, saa 11:30 walikuwa kanisani kuombea ibada, kwamba Mungu aonekane, watu waokolewe, mtumishi apewe ufunuo na neno la wakati. Wangapi walienda? Ukihesabu mikono hapa ifiki 10. Lakini the rest tunajua kwamba leo ibada ipo, tutakwenda kwenye ibada, neno litahubiriwa, tutarudi nyumbani, maisha yanaendelea. Lakini humo ndani kwenye ibada ndiko ambako kuna watu waliofungwa. Humo ndani ya ibada kuna watu ambao wanatembea katika dhambi. Humo ndani ya ibada kuna watu ambao wamefungwa minyororo na hawajui watokeje, na wamekuja kanisani wanatamani wakutane na Mungu, lakini kuna namna ambavyo adui amewazuia. Wanakutanaje na Mungu kama hakuna aliyeomba? Kwa nini watu wanaishi kwenye mazoea? Tumerelax. Kuishi kwenye mazoea kumelifanya kanisa na wale walioko ndani ya kanisa kushindwa kutimiza agizo ambalo Mungu ametupa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuishi kwenye mazoea kumewafanya watu washindwe kutimiza kile ambacho Mungu ametuagiza tufanye. Samsoni ambaye alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, kama namna ambavyo mimi na wewe tumeokoka, kuna watu wengi sana wameokoka na walishiriki sala ya toba na wako ndani ya fellowship, lakini wanataka kuishi kama dunia inavyoishi. Sikiliza jioni ya leo, dunia ina namna yake ya kuishi na watu wa Mungu wana namna yao ya kuishi. Kitabu cha Warumi sura ya 12 inasema, tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, wala tusifuatishe namna ya dunia hii. Lakini shida tulionayo leo kwenye kanisa, kuna wateule wengi wamejichanganya na dunia, hawana ushuhuda, hawana nguvu tena. Kwa nini? Kwa sababu dunia imewabeba. Kwa tumekuwa na maisha ya uokovu wa mazoea wa kawaida, kwamba mimi wanajua nimeokoka, lakini kuishi kwenye vile viwango vya uokovu halisi ambao utafanya watu, hata kama hatujasema kwamba nimeokoka, wamuone Yesu, wamtamani Yesu wetu, hiyo level imepotea, hivyo viwango vimepotea siku ya leo. Na ndio maana kuna watu wengi, unajua kuna vitu ukiona vinatokea katikati ya watu waliookoka na vikundi vya uamsho na vikundi vya maombi, unajiuliza. Kwa mfano, unapoweza kuona, mimi wakati mwingine ikitokea namrudisha mtu anayetokea kwenye fellowship kundini, anakuja huku kurudi kundini, mimi moyo wangu huwa unauma sana, kwamba huyu mtu alitokea wapi? Alafu kuna sentence ambayo wapendwa wanapenda kuisema sana, ni shetani tu alinipitia. Yani ni shetani tu alifanya nini? Alinipitia. Kama alikupitia, ina maana kuna mahali ulifanya naye appointment, that way akaja akakupitia ili mwende. Mungu wetu asifiwe. Samsoni
alifikiri maisha yanaendelea. Leo kwa mfano, leo sikiliza vizuri, moja ya kitu kinacholitafuna kanisa na waombaji tusipoomba. Juzi nilikuwa na kambi ya vijana na madaktari wakawa wanaeleza. Madaktari walikuwa wanafundisha habari ya athari za ushoga na usagaji, wakikueleza resti ya vijana walioathirika na hilo tukio, na hawako nje ya kanisa, wako ndani ya kanisa humo ndani. Unajiuliza, hivyo vitendo vimewezaje kuingia kanisani? Kuna mahali ambako waombaji hawajakaa sawa sawa. Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Kwa hiyo tumekuwa ni watu ambao tunaishi maisha ya kufikiri kwamba maisha yanaweza kaendelea hata kama hatuoni mabadiliko. Ibada ni ile ile ya Jumapili kama ilivyopita Jumapili iliyopita. Yaani ile kiu ya kuona ya kwamba Jumapili ya leo tarehe 12, tukija tarehe 19 ibada iwe ya namna nyingine. Ule moyo umekufa kwa waombaji wengi. Haupo. Na shida ni nini? Sio kwamba hawaji ibadani. Tunakuja ibadani, ni kweli, na bahasha tunazo ni kweli, tunaingia na fungu la 10 tunatoa ni kweli, lakini shida yetu ni nini? Kutembea kama yani hatuna tofauti na wale wengine wanaoingia tu ambao hawamjui Yesu. Yani tumefanana na wao. Kinachotufanya tufanane na wao ni kwa sababu tumefika mahali hatujataka kujitabainisha kwamba tuna kitu tulichopewa cha kufanya na sisi ni akina nani. Wakati umefika wa kujitofautisha sisi na wao. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha ya Samsoni yanaakisi maisha ya watu wengi waliookoka. Samsoni aliitwa kama wao ulivyoitwa na Bwana, lakini katikati akaishi, akaizoea dunia, akazoea mazingira yale, akajichanganya nao, akashindwa kujua ya kwamba hata kama kuna uharibifu alipaswa kujua yeye ni mnadhiri wa Bwana na ajitenge na dhambi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Samsoni alipotembea kwenye mazoea aling'olewa macho na Wafilisti walipomkamata. Na leo kuna watu wengi ambao wameokoka, kuna vitu vingi vinatokea, macho ya rohoni yametoboka, hawaoni. Na hii imesababisha kanisa lishindwe kuishi kwenye viwango vyake. Kuna viashiria kadhaa vinavyokuonyesha kwamba watu wanatembea katika roho ya mazoea. Unapoona watu wanaanza vizuri, wanaanzia vizuri rohoni, lakini baada ya muda wanarudi mwilini. Wanaanzia rohoni, baada ya muda wanarudi mwilini. Biblia inasema kwenye Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Paulo anasema, enyi Wagalatia msiokuwa na akili, nani aliyewaloga ninyi, ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele yenu, mbele ya macho yenu, ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza rohoni, ya kuanza katika roho, nataka kukamilishwa katika mwili. Paulo anasema unapoona wale walioitwa kutoka kwenye dunia wakirudi kule duniani, ingawa wanaone yani kwa nje, kwa sura ya nje, yani kwa macho haya wanasema Bwana Yesu asifiwe, lakini ukija kwenye matendo hayaakisi huyu Bwana anayesifiwa kwenye maisha yao. Anasema nani aliyewaloga? Wanawauliza Wagalatia, ninyi mlianza vizuri rohoni, nani amewaloga? Baada ya kuanzia rohoni, mbona naona mnaenda kumalizia mwilini badala ya kumalizia rohoni? Ni swali la Paulo kwa Galatia, na anazungumza na kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoona watu wanaanzia rohoni na matendo ya mwili yanaanza kutajwa katikati yao, uelewe kuna mahali kuna shida. Mfumo wa maisha umebadilishwa, umebadilika. Ndio maana wanaishi namna hiyo, na watu wamekubali kubadilishiwa hayo maisha yao.
Biblia inasema kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19, mstari wa 19 anasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Unapoona haya na mengine, yani hapa amesema machache, anasema na yanayofanana na hayo. Sikiliza, kimsingi chochote unachofanya ambacho ukikileta kwenye neno la Mungu, neno la Mungu linakikataa, hakikuhusu wewe uliyookoka. Haleluya! Kipimo chetu, katiba yetu ya kuishi kama Wakristo sio kujiandikisha kwa msharika mwenye bahasha namba 10. No, kipimo chetu cha kwanza ni neno la Mungu. Haleluya! Sijasema usijiandikishe kwenye usharika, no. Kipimo chetu cha kuishi kama watu tuliokolewa na damu ya Yesu msalabani ni Biblia inasema nini. Kwa unapoleta maisha yako kwenye Biblia, yani Biblia inakuwa kama ile skana ya airport. Kama unapitisha maisha yako, nafsi yako, roho yako kwenye skana ile ya airport, alafu unasikia napiga kelele, yani sikiliza, kuna vitu unafanya kwenye maisha yako hata kama hakuna aliyekuhubiria, unasikia roho yako inapiga kelele, unakosa amani, inasema sio sawa sawa kusengenya, sio sawa sawa kusingizia, sio sawa sawa kupiga ombea, sio sawa sawa kuchongia wenzako, sio sawa sawa kuchonganisha wengine. Nafsi yako inapiga kelele. Unavyoona hivyo vitu, anasema wanaofanya na yanayofanana na hayo. Kwa nini haya yamekuja mpaka kanisani? Paulo alikuwa anaandika kwa kanisa, anaandika maana yapo ndani yake. Yamekuja kwa sababu watu wameishi kwa mazoea ndani ya Ukristo badala ya kutafuta na kuishi kwa kanuni ya kimungu. Paulo anauliza kwenye Wagalatia 5:7, mlikuwa mkipiga vita vizuri, nani aliyewazuia msiitii kweli? Mlikuwa mkipiga vita vizuri, nani aliyewazuia msiitii kweli? Bwana Yesu apewe sifa. Mlikuwa mkipiga vita vizuri, nani amewazuia? Wagalatia 5 mstari wa 7. Kuna mwendo mliokuwa nao. Leo tuulizane ule moto wa watu ambao wanasema leo tunakwenda kwenye fellowship kanisani, lakini kwa sababu hizi nyumba za jirani hapa zinazotuzunguka kuna watu ambao hawajaokoka, tunataka tukawashuhudie habari za Yesu. Yaani tunafika hapa, tunafungua kwa maombi, tunagawana, alafu tunakwenda kuwashuhudia habari za Yesu. Na wale watakaookoka tuwalete kanisani, wakubatiza wabatizwe, tuwe na darasa la kukulia wokovu, tuwaone wanakulia kwenye fellowship. Wako wapi leo hawa watu? Ukitangaza Jumapili ijayo ni kwenda kushuhudia nyumba kwa nyumba, nyumba za jirani zinazotuzunguka, mchungaji mpya unajikuta uko peke yako. Hawaji. Kwa nini hawaji? Kwa sababu maisha yetu yana makando kando, na hapo tunakwenda kushuhudia kwa majirani, wanakujua. Wewe una ujasiri wa kumwambia Yesu anaokoka, acha dhambi. Unaposema acha dhambi, anakuambia hata wewe. Bwana anataka tuchukue kwamba na mgonjwa Muhimbili yupi? Sema acha tu niongee uongo, nitatubu baadaye. Maana ndio za wapendwa hizo. Tatubu nini? Baadaye. Ule mzigo wa vijana, sikiliza, mimi nakumbuka kulikuwa mpaka na fellowship za vijana waliookoka peke yao. Tulikuwa tunakwenda kule Coco Beach kule kushuhudia wale wanaokula unga mateja wale. Tunakwenda kuambia habari za Yesu. Leo wale vijana wako wapi? Wameishia wapi? Ile mikesha ya acha mkesha wa mchungaji Oscar Mliuka wa umoja wa vijana.
wa Dar es Salaam Mashariki na Pwani, kulikuwa na mikesha ya vijana waliookoka walioko ndani ya kanisa. Wanaandaa mikesha ya kwao, wanapanga mikakati ya kwenda kusema habari za Yesu. Mimi nakumbuka siku nyingine tulipangana kuja kuhubiri injili hapa stendi kabla haijahama hapa. Mnakuja asubuhi mnahubiri pale. Hakuna kipaza sauti, hakuna cha nini. Wale vijana wameenda wapi leo? Wako wapi leo? Wanataka unakuja hapo umevaa tai yako kama msafiri na begi lako, unakata tiketi pale ya kuingia kama unasafiri, lakini unachosema ni habari za Yesu. Hawasikie, wakubali, wasikubali, lakini hakika kuna aliyesikia hilo neno alitamwacha salama. Ule moyo uko wapi leo wa vijana wa namna hiyo walioko ndani ya fellowship? Uko wapi leo ndani ya kanisa? Uko wapi leo ndani ya sharika na mitaa? Ina maana kuna kitu ambacho hakiko sawa sawa. Roho ya mazoea ilipoingia kwamba tuna ibada ya asubuhi, tuna ibada ya pili, tutaingia, tutatoka, inendeni kwa amani ya Bwana, tumerelaksi. Hatujali ya kwamba kuna watu wanakufa kwenye dhambi. Biblia inasema tuna agizo tulilopewa na Bwana anatafuta wale waliookoka. Yeremia anauliza, unawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unawezaje kutulia kama Bwana amekupa agizo? Maisha ya mazoea yamefanya watu wa relax, waone kwamba imetosha, kama niko kanisani na shiriki ibada na shiriki fellowship na changia harambee. Harambee unachangia ni ya kwetu humu ndani, mabenchi tunakalia wenyewe. Kuna wanaokufa kwenye dhambi nje na wameokoka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sababu ya pili, kwa nini watu wanashindwa kutimiza agizo walilopewa? Kulala usingizi, alafu adui anapata nafasi ya kupanda magugu. Kulala usingizi. Mwambie mwenzako kulala usingizi. Roho ya kulala usingizi, alafu adui anapanda magugu. Kitabu cha Mathayo 13:24. Mathayo 13:24. Mathayo 13:24 mpaka 28 inasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wake wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Sikiliza, mwenye hili shamba alipanda mbegu nzuri. Biblia inasema nzuri. Anapopanda na wale wafanyakazi wanapanda, na amefuata kanuni ya kilimo, hakutegemea paote magugu. Lakini anasema walipoenda kulala usingizi usiku, adui akaja akapanda magugu, akapanda vitu. Na alivyokuja akapanda vitu, baada ya muda tunaona vikitokeza, vinaanza kutokea magugu, yanaanza kutokea, na magugu yanapotokea yanasumbua mazao mengine. Changamoto ya magugu wakati mwingine, wakati yanapokuwa kule kwetu kule Moshi nakotoka mimi, huwa wanalima ulezi. Sasa ule ulezi unavoota, wakati unapoota kuna kimo ambacho ukifika, na kuna majani mengine yanaota nao, yanafanana piwa. Unahitaji akili ya ziada ya kutambua huu sio ulezi halisi, vinginevyo unang'oa vyote viwili. Na hapa anasema alipanda mbegu njema kwenye konde lake, halafu wanashangaa kuna magugu yameota. Wanapoenda kwa mwenye shamba, anasema nimegundua, tulipolala adui alipanda mbegu, alipanda magugu. Adui alipanda nini? Sikiliza,
Walipolala, adui akaja akapanda mbegu, yakaja mazao ambayo hayakutarajiwa. Waombaji ni walinzi wa kiroho waliopewa dhamana ya kulinda, washike zamu kila mahali walipo, kwenye mtaa, kwenye usharika, kwenye diocese, kwenye jimbo. Sisi ni walinzi wa kiroho. Tunapolala usingizi tukaacha kukaa kwenye zamu yetu. Sikiliza, ukiona kuna waombaji ambao wao wakikaa wananyosha mikono kwa wachungaji wao, kama mchungaji sijui kafanyaje, mwinjilisti sijui kafanyaje, mnachokiona mlilala usingizi, adui amepanda magugu kwenye madhabahu. Sasa mnachohangaika nacho ni kung'oa magugu, lakini mngekaa kwenye zamu, magugu yasije kuja madhabahuni. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo waombaji wengi, kuna waombaji wengi wana struggle kufunga na kuomba na mikakati ya sirini ya kuomba, kuombe pabadilike. Lakini tungeliomba mapema au uharibifu usingetokea. Bahati mbaya sana huwa tunakuja kuhangaika na uharibifu badala ya kuzuia. Yaani tunataka kutengeneza, sasa uharibifu umetokea. Natamani Mungu atuamshe kwa upya tena, tuanze kushughulika na kusimama kwenye malango, uharibifu usipenye popote, ili tuifanye kazi ya Mungu vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Na adui akipata nafasi ya kuingia huwa anatuvuruga kweli kweli. Mimi sijaelewa sana, lakini nakumbuka mahali fulani tulikwenda kwenye ibada. Kila mkienda kwenye ibada, kila mkienda kwenye nini? Kwenye ibada, watu mliokoka mnakwazika. Afadhali angalau sasa hivi tunamshukuru Mungu, kuna vitu vimebadilika. Lakini mnaenda kwenye ibada, mahubiri yakisema yanasema watu waliokoka, mpaka unakwazika. Nakumbuka na wengine walihama mpaka madhehebu wakaondoka. Lakini tukaja kugundua sisi ndio wazembe, ndio wajinga. Hatukukaa kwenye position ya kusema anayekuja kwenye hii madhabahu aseme cha Mungu. Kama ana cha kwake tumnyang'anye, kwamba Roho Mtakatifu tukae tushike remote control ya madhabahu. Anasema waombaji kazi yao ni kutunza moto wa madhabahu usizimike. Sikiliza, moto wa madhabahu ukizimika, usifikiri kwamba patapoa. Adui ataleta moto wa kigeni. Moto wa kigeni ukiingia, utaanza kuwatesa, maana chakula hakiivi. Tuko pamoja wapendwa? Halafu wapendwa akishaona namna hiyo, wanasema hapa mahali pamepoa, hapa fai. Tunaona shetani ameweka kiti chake. Sikiliza, kama unasoma kitabu cha Ufunuo vizuri utanielewa. Kuna mahali Yohana aliambiwa, na pajua mahali ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Na alikuwa haongelei kilabuni, anasema kwenye usharika wenu ninyi kanisa fulani, hapo mnapakaa ninyi washarika, na pajua pana kiti cha shetani. Anasema hapo alipouawa shahidi wangu mwaminifu. Unanielewa vizuri? Alikuwa haongelei kilabuni wala baa, sio kasino. Analiambia lile kanisa, ninyi wa Kristo hapo mlipo, na paelewa mnakaa mahali ambako shetani ameweka kiti chake cha enzi. Kilipata ile nafasi kuingia na kukaa, waombaji walilala, wakapandiwa magugu. Mwenzako hatuhitaji kulala. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua waombaji wengi wanalala. Wale waliosoma kitabu cha Abu Nuwas, hadithi za Abu Nuwas, sio wangapi walisoma kile kitabu? Abu Nuwas alienda kuomba kazi ya ulinzi mahali. Alipofika akamwambia, linda nyumba, linda hapa mlangoni, hapa mtu asiingie, linda hapa mlangoni, sisi tunaenda kwenye ngoma. Akapata na mshahara. Ngoma ilivyonoga kule, ngoma imepigwa ikanoga. Abu Nuwas akasema, nimeambiwa nilinde mlango, sasa na mimi nataka niende kwenye ngoma. Nilichoambiwa nilinda ni nini? Abu Nuwas akaung'oa mlango, akaubeba, akajitwisha, akawafuata kwenye ngoma. Wapo kwenye ngoma, wakaona Abu Nuwas amekuja na mlango. Wakasema, wewe Abu Nuwas imekuja? Akasema, niliniambia nilinde mlango, nimekuja nao usiibiwe, maana na mimi nataka utamu wa ngoma. Kumbe kaacha wazi
wezi wanaingia na kutoka, hakuna ulinzi. Na waombaji wengi wameacha mlango wazi. Usiache mlango wazi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoona mwombaji anasema, kwa kweli leo nimechoka, siende fellowship. Nimechoka, siende wapi? Nimechoka, siende fellowship. Kabeba mlango. Kabeba nini? Kaenda kulala. Adui anasema okay, nimepata kuingia kufanya uharibifu. Wanaporudi sasa, wanaanza kutafutana. Nani mchawi? Hakuna cha aliyeloga. Tutafutane wenyewe kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nimalizie hapa. Tunakumbuka vizuri sana habari ya wale wamama wawili makahaba kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 21. Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 21. Biblia inasema ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme, wakasimama mbele yake, na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja, hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Sema, maana alimlalia. Akaondoka kati ya usiku, akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini. Sema, nilipokuwa usingizini. Akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa ni mama wawili, wamezaa watoto. Wamezaa nini? Watoto. Lakini Biblia inatuambia kuna matukio yaliyotokea hapa, na hapa natamani waombaji mjifunze. Anasema mmoja alimlalia mtoto wake usiku mpaka mtoto akafa. Sio usingizi wa pono huo. Yaani unamlalia mtoto mpaka katoto kanafurukuta na mpaka kanakufa. Alafu wa pili amelala mpaka mtoto anachukuliwa. Nachokifahamu mimi kwa uzoefu mdogo tu, kama kuna mahali ambako mama anakuwa sensitive ni wakati mtoto akiwa mdogo. Ndio hapa. Hata kama yuko chumba cha pili huko, akivaa tu unaona ameamka ameenda. Hapa mpaka mtoto anakufa. Alafu unabadilishiwa. Mama wako unabadilishiwa. Kuna watu wengi sana wana watoto ambao si wao wa kiroho. Sikiliza, kuna watu wengi sana walikuwa waombaji wazuri, leo hata dakika 5 uvuki, umebadilishiwa. Tafuta mtoto wako alipo. Haleluya. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Anasema nilipokuwa nimelala usingizi, akaja akamchukua huyu, akaniwekea wa kwake. Mungu wetu asifiwe. Na tunarudia tena wakati wa umri, anasema siku chache tu, hata mwezi haujaisha. Kwa hiyo mama anakuwa makini na mtoto kipindi hicho kuliko kipindi kingine chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Akitaka kulala anasema mimi nataka nilale kidogo, muangalie mtoto. Ukikoroma unakuta yamera yuko macho. Sasa huyu aliibiwaje? Mpaka mtoto anabadilishwa. Anamlalia mtoto anakufa. Tafsiri yake ni kwamba kuna vitu vingi na kuna watu wengi kwenye maisha haya wamebadilishwa vitu kwenye maisha yao. Kuna watu ambao ukienda kwenye familia zao, watoto waliowazaa sio wale. Yaani unashangaa huyu mtoto kawaje? Umebadilishiwa, yaani tabia yake, ana tabia ambayo sio ya kwake. Imekujaje? Kuna mahali adui amepata nafasi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unapoona, sikiliza tu. Sikiliza kwa makini. Hapa
hapa tulipo hapa nazungumza na watu waliookoka. Kuna watu hapa tumeokoka. Siku ya usafi kanisani hapa Mzee Oscar, wanakuja watu wazima waliokoka na ndevu zao na mvi zao, watoto wao wamebaki nyumbani wamelala. Alafu wewe haukulelewa hivyo. Sema haukulelewa hivyo. Haukulelewa hivyo. Wewe unaelewa kabisa ya kwamba moja ya ugomvi mkubwa nyumbani kwako na baba yako ni usiende kanisani. Lakini leo wewe mtoto wako anakaa nyumbani, haendi kanisani, unaona ni kawaida. Shida ni kitu gani? Umebadilishwa thamani ya malezi. Mungu wetu asifiwe. Umebadilishiwa. Na sasa wakati mwingine tunashangaa, tunasema vijana wa siku hizi. Hakuna vijana wa siku hizi. Kuna vijana wa siku hizi, wazazi wa siku hizi. Vijana wa siku hizi na wazazi wa siku hizi wamezaa watoto ambao baba akafanya usafi kanisani, mimi siendi. Wewe unakuja jiuliza sasa, miaka 15 ijayo utakuwa na nguvu ya kwenda kushika ufagio hapa? Yule mtoto wako wa form 6 wa chuo mwaka wa kwanza unalipa, na Mungu amekupa neema ya kulipa bila mkopo. Unalipa na hajafukuzwa chuo, unamwandaa apate kazi, unategemea baki kanisani kama wewe? Okay, twende polepole tu hapa. Ni wangapi tumekuja kwenye fellowship hapa na watoto wetu mbaki nyumbani? Wala tusiende kwenye mambo makubwa. Hawako shule, wako nyumbani. Alafu unasema unajua huwa anaenda shuleni mapema sana asubuhi, wacha wapumzike maana wamechoka sana. Sawa, umebadilishiwa. Ushabadilishiwa tayari, maana hicho unachotengeneza ni bomu. Haleluya. Mimi siku moja nikakutana mtoto mmoja amemleta baba yake, yani amekaa kwenye gari ameshika simu. Baba yake anaumwa, amekuja kwenye maombi kanisani. Mtoto aliyemleta kabaki nje kwenye gari. Kwa hiyo mama na baba ndio wako pale madhabahuni. Mama anamuombea baba, Mungu mponye huyu baba. Baba, Mungu mtazame huyu baba. Namkuta mtoto ameshika simu kwenye gari anacheza game. Baba yake anamlipia ada ya chuo, ndio anaumwa. Wameenda hospitali wanasema hatuoni ugonjwa. Mama akasema twende kanisani tukaombe. Kijana akaendesha gari, kapeleka mzazi kanisani. Baba yuko madhabahuni anang'ang'ana na afya, ainuke arudi kazini alipe ada ya chuo. Mtoto anayelipiwa ada amekaa kwenye gari anachezea game. Wewe unafikiri maisha gani haya? Mimi sikumwacha yule kijana, nikamteremsha. Alafu nikaenda mpaka na mapala madhabahu, nikamuuliza, ambaye angepaswa kumleta baba yako hapa na kulia machozi ni wewe au ni mama yako? Akanitazama tu amenuna, akasema wewe nuna lakini usinune. Huyu ndiye anakulipia ada, anahangaika hapa, Mungu amponye. Wewe umekaa unachezea game. Akifa baba yako sasa hivi utachezea game kutokea wapi tena? Ndio chuo kimeishia hapo. Maisha yako unategemea yaweje? Hayo ndio malezi tulionayo. Unavyoona hivyo vinavyoendelea, ina maana kuna mahali ambako tayari adui ametubadilishia mfumo wa maisha. Tumepewa tabia ambayo si ya kwetu. Turudi kwenye tabia zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Vitu vingi vinavyoendelea kwenye maisha yetu na kwenye maisha ya kanisa vilivyobeba agenda ya adui ni matokeo ya waombaji kulala usingizi. Biblia inasema hivi, usipende usingizi usije ukawa maskini, fumbua macho yako nawe utashiba. Mithali 20 mstari wa 13. Usipende usingizi utakuwa maskini, fumbua macho yako nawe utashiba. Warumi 13:11 mpaka 14 mstari wa mwisho, ili tuingie kwenye maombi. Warumi 13:11 mpaka 14 inasema, na tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imefika, imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi tuyavue matendo ya giza
na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuasha tamaa zake. Bwana Yesu apewe sifa. Saa ya kuamka kwenye usingizi imefika. Paulo anawaambia Warumi, saa ya kuamka kwenye usingizi imefika. Wapendwa, nataka niseme na ninyi ninapomaliza hapa, ili tuingie kwenye maombi, kwamba kanisa tunahitaji kuomba kuliko tunavyofikiri. Kanisa, watu tuliookoka, tunahitaji turudishe ule moyo wa maombi. Sikiliza wapendwa, ni kweli sasa hivi kuna mazingira tunayofurahia kuona kwamba kuna uamsho unaoendelea, lakini nataka niseme hatujafika kwenye kiwango ambacho tulipaswa tufike. Kwa neema ambayo Mungu ameachilia kwenye dayosisi yetu, kwenye sharika zetu, kwenye mitaa yetu, katika level ya uamsho hatujafika kwenye kiwango ambacho tulipaswa kufika. Kuna mahali tunapaswa tuwe, si hapa tulipo. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi najiuliza tu, kile kipindi cha uamsho ambao hakukuwa na kinanda, hakukuwa na nini na vinanda, hakukuwa na dance, mnakutana hapo, yani mmeendelea sana. Anatokea mmoja wapo anapiga zile ngoma zile ambazo kwa yakuwa anatumia kuja kwenye mashindano na Sunday school, ndio inadunda ile du du du. Kinanda ni makofi haya. Mnakuwa kanisani saa 3 mpaka saa 11 kila Ijumaa, mikesha kanisani, na tuliona hofu ya Mungu, uamsho mkubwa, watu wengi wakiokoka, na wewe ni matokeo ya uamsho wa namna hiyo. Mbona leo umepotea kwenye kanisa? Umeenda wapi? Watu wamelala usingizi. Tuamke, tuamke, tuamke. Kwa neema ambayo Mungu ametupa kwenye dayosisi yetu, kuna kiwango cha uamsho kinachotakiwa tukifikie, si kitu tulicho nacho. Haleluya wapendwa, haleluya wapendwa. Wengine hawaelewi. Sikiliza, kwenye dayosisi hii ya Mashariki na Pwani, mimi niliwahi kukaa kwenye usharika ambao mchungaji aliyekuwepo, mwinjilisti wake sasa hivi alikuwa akawa mchungaji, ameshalala kutoka maisha haya. Simsahau yule mchungaji kwenye ule usharika. Mchungaji alikuwa hakai pale usharikani, mwinjilisti alikuwa anakaa nje ya usharika na mchungaji. Nakuja kwenye maombi Ijumaa, kulikuwa na maombi Ijumaa, ikifika kanisa limefungwa. Kanisa limefanya nini? Limefanya nini? Limefungwa. Mkienda ofisini kwa mchungaji anasema limefungwa. Kufungwa nao mwinjilisti, na mwinjilisti hayupo, yuko nyumbani. Kwa mna kibarua cha kwenda kutafuta ufunguo kwa nani? Mkifika kwa mwinjilisti anasema, kwa kweli nilimwachia mchungaji wakati natoka. Mkirudi mchungaji ameshawashika gari kaondoka, mlango umefungwa. Tafsiri yake ni kwamba mchungaji hataki kuona watu wanaomba. Hiyo sisi hadithiwi, tuliishi hayo maisha. Sharika mmoja wapo hapa Dar es Salaam, kwa macho haya mimi niliona, sio kuambiwa. Leo mnaingia muda mnaotaka, hakuna anayewauliza. Mahali pengine watu wakawa naombea watu wenye mapepo. Mchungaji akaja akasema, ninyi mliokoka mna matatizo sana. Mapepo yako kwenye miili ya watu, yametulia, mnayachokozea nini? Unanielewa? Bwana Yesu apewe sifa. Leo unakuja hapa unaomba, unatoka, tunabomoa, tunaharibu, tunateketeza, toka, wala hakuna naye kuuliza. Wewe sema mpaka kesho yake asubuhi, hakuna naye kuuliza. Halafu tunasema tumefika mahali. Kipindi hicho ndiko ambako uliona mikutano ikienda, viwete wakitembea kule jangwani, viwete wanaletwa, wagonjwa wanatoka Muhimbili na vitanda, wameletwa na madripu, vitanda vinarudishwa, wagonjwa wanakwenda nyumbani. Kipindi hicho cha watu kufukuzwa. Leo kuna neema kubwa, watu wamelala usingizi. Narudia tena,
Unajua ukienda huko mkoani ndio utajua. Mimi nilikuwa namwambia mchungaji mpya, kuna mchungaji mmoja nilimwalika akaja, tukawa tunafanya seminar. Tulipomaliza ibada akaona kuna watu wamerudi, wengine praise team wanaimba kule ndani, wanajiandaa na seminar jioni, wengine wanaomba kule. Jumatatu yake akaja akasema, huku kwenu mimi nimekuja kufundisha lakini nimepata darasa. Akasema kule mkoani nakotoka mimi, ibada ikiisha saa 6, ukija saa 7, yani utafikiri hapa ndani leo hakuna mtu aliyekanyaga kwenye hii ardhi. Utaona tena watu Jumapili inayokuja. Leo tuna neema ya kufanya chochote, ndio tumelala usingizi. Saa ya kuamka kwenye usingizi imefika. Kuna mahali tunatakiwa tuende, na lazima tufike mahali tuseme kwa kweli tumechoka, tunataka turudi mahali pake. Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Inuka, ni saa imefika ya kurudi mahali pake. Kanisa inuka, rudi mahali pake. Nataka niseme namna hii, waombaji kila mahali, tukikaa kwenye position yetu, hii dayosisi yetu inakwenda mahali pengine, inakwenda mahali pengine. Sharika zetu zinakwenda mahali pengine. Saa. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnaelewa kwamba unajua wakati mwingine Joinga, sijui kama wanaelewa. Mimi nakumbuka usharika mmoja watu walipigwa viboko, wamechapa fimbo, na anawachapa si mtu mwingine. Mchungaji anasema humu ndani nani kafa? Nani kafa? Nalialia nini? Nachozungumza sizungumzi habari ya hadithi. Hayo niliyasikia kwa masikio yangu haya, na mchungaji alivaa kola kama mimi anatuambia nani kafa humu ndani mnalia. Unanena kwa unajua wapendwa, nataka niseme hivi, tuna madai mengi mbele za Mungu wetu. Unamwona msaidizi wa askofu amekaa hapa, amekaa hapa anapiga makofi, anapiga mapambio. Wewe Bwana Yesu apewe sifa. Hii neema tulionayo, tuna madai. Unawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niwaambie cha mwisho. Siku moja niliitwa mahali, kuna mgonjwa yule mgonjwa walikuwa wawili. Uone hii neema tulionayo na tutakavodaiwa mbele za Mungu. Wale wagonjwa ni mtu na dada yake. Shida yao hawaumi popote, yani shida yao ni kutetemeka tu hivi, wanafanya tu hivi, mikono inafanya tu hivi, hivyo tu. Wameenda hospitali zote, hakuna majibu. Baba yao wakati ananiita nikawaambia wale watoto, anasema mchungaji, mimi nilikuwa mwinjilisti kipindi hicho, natokea Zanzibar. Anasema mwinjilisti, nikiulizwa hata kifaranga aliyototolewa leo humu ndani sina. Huku wote wameishia kwa waganga wa kienyeji. Na mara ya mwisho anasema walipewa mahindi yaliyokaangwa yakaungua, wakaambiwa watwange, alafu asubuhi kaka wa kwanza akiamka, yule kaka mkubwa, mkojo wa kwanza anapokojoa wakinge, wakoroge, alafu wanywe ndio dawa. Na wamekunywa bado wanatetemeka namna hiyo. Na biashara ilianzia wapi? Huyu mdogo mtu alimchukua mme wa mtu. Mwenye mme wake akasema, umemchukua huyo, subiri nitakuonyesha. Siku hiyo walienda kule, wanaenda kusalimia nyumbani kwao kwa alikozaliwa. Anataka kupanda kwenye gari, kateleza, kaanguka. Alipoinuka akaanza namna hiyo hivyo. Huyo mwingine ni mwalimu, akiingia darasani anapotaka kufundisha, kuna kitu kinakuja kama kinamshika kwenye kichwa hapa, alafu kinamrudisha mpaka kule nyuma, kinambuta kwenye ukuta mbele ya wanafunzi. Sasa wamehangaika mpaka kwa waganga imeshindikana. Sasa nikaitwa nikamwombee huko. Nilipofika, unajua jamani, nyie watu wa Mungu nyie, nilipofika nilimkuta amevaa kola kama ya kwangu. Akaniambia tumetafakari hapa na kuomba na kufikiri, lakini tumeona hawa
wana mambo ya huko nyumbani kwao, waende wakamalizane nayo. Cha pili, hii ndio mnataka uione vizuri, neema tulionayo. Akaniambia tumeshawaombea kwa utaratibu wa kwetu. Kwa hiyo kwa sababu hawa ni washarika wangu, kuna kibali cha kuwaombea, na ukijifanya kuwaombea naenda kukushtaki kwa askofu wako. Huko niliwahi kuambiwa mimi, na ananiambia mimi ni mwinjilisti amevaa kola, ni mchungaji, ananiambia wale waende kwenye mizimu tusiwaombee. Ameshafanya maombi kwa utaratibu wa kwake, na mimi nikiwaombea taarifa kwa askofu. Leo naomba hapa, unanena kwa lugha, makamasi yanakutoka, mate yanakutoka, wala hakuna naye kuuliza. Wewe omba, binuka, piga sarakasi ya kwako na Mungu wako. Alafu tumelaza kichwa namna hii. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Ningetaka kusema haya, sitamaliza yako mengi. Bwana asifiwe. Wacha tumshukuru Mungu ili tuende nyumbani, muda wetu umeisha. Haleluya. Bwana akitupa neema tutasema tena wakati mwingine. Lakini nachotaka kusema hapa, tuna kazi ya kufanya. Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa nini? Amekupa agizo. Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo? Maana yake huwezi kutulia. Huwezi kutulia. Ili utulie lazima uone kile cha Mungu kimetokea. Mwimba Zaburi anasema, sitanyamaza wala kuacha kope zangu kuwa na usingizi mpaka nimpatie Mungu wa Yakobo mahali. Ile Zaburi ya 132. Mpaka nimpatie Mungu mahali. Wewe unawezaje kulala usingizi? Lazima tukubaliane hapa na tutoke tukisema tunataka kuona mabadiliko yanatokea katika mitaa yetu na sharika zetu. Haleluya wapendwa. Tunatamani kuona Mungu yule ambaye alifanya katika nyakati zile afanye wakati huu ambao Mungu ameturahisishia injili kwenda kwa viwango vingine, ile kasi na ule mzigo urudi. Haleluya. Praise team, twende tuimbe hapa na kamata na ile sadaka yako. Haya maombi tunaunganisha na sadaka moja kwa moja ile ya shukrani. Kutoka hapa tutakuwa tumetoka. Nasi Inua mikono yako juu. Bwana tumwabudu Mungu. Inua mikono yako juu. Inua tu mikono yako juu. Kama hujapata bahasha ya sadaka, inua mkono wakupe bahasha ili tuende kwenye maombi pamoja. Na kama kuna hayo maombi yasogezwe hapa pia ili tuweze kuomba. Hayo maombi, kama kuna maombi kule yasogezwe hapa ili tuweze kuomba pia. Tunanisha nayo. Hebu inua mikono yako, funika macho yako. Twende tumwabudu Bwana. Kwako nimesogea
funika macho yako kabisa. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, nimesikia neno lako. Bwana wa majeshi, nimetambua ya kwamba una agizo na mimi, una madai na mimi, lakini Bwana, nimetambua jioni ya leo kuna mahali ambapo nimelala usingizi. Kuna mahali ambapo Bwana nilitembea kwenye roho ya mazoea, sikufanya kusudi lako, sikuyafanya mapenzi yako. Naomba unisamehe Bwana. Mimi kama kanisa ninaomba rehema, ninaomba toba mbele za uso wako. Yako maeneo Bwana ambayo nikitazama naona kuna uharibifu ulioingia, unaoendelea. Sababu ni mimi sikukaa kwenye nafasi yangu kama ulivyotaka. Ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba msamaha jioni ya leo. Baba unisamehe, Baba unirehemu. Pale nilipolala usingizi, pale nilipotembea katika roho ya mazoea na adui akafanya uharibifu ndani ya kanisa, ndani ya madhabahu, ndani ya maisha yangu, ndani ya familia, naomba unisamehe. Pale ambapo Bwana sikusimama katika zamu yangu, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba msamaha kwa damu ya Yesu. Baba Baba unirehemu, Baba unitakase, Baba unisafishe kwa damu yako ya thamani. Nisamehe Bwana kwa ajili ya usharika wangu, kwa ajili ya mtaa ninaotokea, kwa ajili ya jimbo ninalotokea, kwa ajili ya dayosisi yangu. Baba wa neema na rehema, sikusimama kwenye nafasi kama ulivyoniita. Naomba unisamehe, naomba unirehemu, naomba unitakase, naomba unioshe kwa damu yako ya thamani, damu yako ya Kalvari, damu yako ya msalaba, damu iliyomwagika msalabani. Nisamehe Bwana kwa kuwa mtifu, kwa kulala usingizi, kuacha kusudi lako, kuacha njia yako, kuacha mapenzi yako, kuacha kufanya lile ulioniitia. Naomba unirehemu, naomba unisamehe. Nenda mbele za Bwana, omba rehema, omba toba, omba rehema, omba toba. Baba, kwa damu ya Yesu, damu yako inatakasa, damu yako inasamehe. Baba, tunaomba toba, Baba tunaomba rehema, Baba tunaomba msamaha. Yako maeneo ambayo Bwana hatukusimama kwenye nafasi yetu sawa sawa, tulirelaksi, tukatembea katika roho ya mazoea, na adui akapata nafasi ya kupanda uharibifu, na adui akapata nafasi ya kufanya uharibifu katika mitaa tunayoishi, katika sharika, katika dayosisi. Tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu, tunaomba utuoshe kwa damu yako ya thamani, tunaomba ututakase kwa damu yako ya thamani, tunaomba utuoshe. Baba, tusamehe pale ambako hatukutembea kama ulivyotaka, hatukutembea kama ulivyokusudia, hatukutembea kama ulivyotaka tutembee. Baba, utusamehe, Baba uturehemu, Baba utuoshe kwa damu ya thamani, kwa damu ya Kalvari, kwa damu ya msalaba. Damu yako Yesu ikatutakase, ikaturehemu pale tulipofanya uzembe. Baba utusamehe, Baba uturehemu, Baba utuoshe. Damu yako ya Kalvari iendelee kunena mema kwa ajili yetu. Samehe mtu mmoja mmoja aliyoko hapa Bwana. Tusamehe wanaume, tusamehe wanawake, tusamehe vijana wa kiume, tusamehe vijana wa kike. Baba, hatukutembea kama ulivyotaka. Tuoshe, turehemu, tusafishe, tupe kurudi tena kwa upya, tupe kurudi tena kwa upya Bwana, katika nafasi ambayo umetuitia, katika jina la Yesu. Omba, usinyamaze. Omba usinyamaze, omba rehema na toba, na muombe Mungu akupe neema ya kurudi tena kwa upya, ya kurudi tena kwa upya, ya kurudi tena kwa upya. Mwambie Bwana, naomba unisaidie ule moto wa maombi uliopotea urudi kwa upya tena, ule moto wa maombi kwenye mtaa urudi tena kwa upya. Mimi ni sababu ya kichocheo cha ule moto wa maombi kwa upya tena. Omba usinyamaze. Omba usinyamaze. Rabosaka. Baba, tutengeneze tena kwa upya. Baba, tutengeneze tena kwa upya.
Baba, tutengeneze tena kwa upya. Baba, tutengeneze tena kwa upya. Baba, tutengeneze tena kwa upya. Tutengeneze tena kwa upya. Tengeneza nafsi zetu kwa upya. Tengeneza mioyo yetu kwa upya kwa damu ya Yesu. Tengeneza, tutengeneze kwa upya. 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 Tutengeneze kwa upya, Bwana. Tutengeneze kwa upya, Bwana. Tutengeneze kwa upya, Bwana. Yes. Unapoendelea na maombi haya ya toba, kwenda kwenye kipengele kingine, tumshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano lililopita. Hebu mshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano lililopita. Tulimwona Mungu kwa kiwango kingine. Tulimwona Mungu akisema nasi. Tulimwona Mungu akiachilia roho ya maombi. Mshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano lile lililopita, kongamano la pili. Hebu mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana tena kwa ile kongamano alilotupa tukawa nalo pale Kibaha. Hebu mshukuru Mungu tena. Baba, pokea sifa na heshima na utukufu na adhama, Bwana. Wewe ni Mungu peke yako usiyebadilika. Wema wako ni mkuu, fadhili zako ni nyingi. Tulikuona wewe Bwana katika lile kongamano, tulikuona kwa namna ya tofauti. Tuliona ukituhudumia, tuliona ukituhudumia. Wingu la maombi lilikuwepo. Tunakushukuru kwa ajili ya kamati ya maandalizi. Tunakushukuru kwa viongozi wa dayosisi yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya viongozi ngazi ya dayosisi. Tunakushukuru kwa kila mmoja aliyoshiriki katika lile kongamano. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu, pokea adhama katika kiti chako cha enzi. Baba, tuseme nini? Hatuna lugha ya kusema. Tunakushukuru kwa mema mengi tulioyaona katika lile kongamano. Tuliona ukiokoa, tuliona ukiponya maisha ya watu, tulikuona kwa kiwango kingine, tulikuona kwa namna nyingine. Baba, tuseme nini mbele ya madhabahu yako? Hatuna lugha ya kusema. Pokea sifa, pokea heshima, pokea adhama, pokea heshima, pokea adhama kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, tunakuja na kwenye mikono yetu tumeshika sadaka ya shukrani kwa ajili ya kongamano. Baba, upokee sadaka zetu, sadaka zetu uzipokee, 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 uzipokee sadaka zetu tulizokuja nazo, Bwana, kwa ajili ya kukushukuru tena siku ya leo. Bwana, tunaomba rehema, tunakushukuru. Pokea sifa, pokea heshima, pokea adhama kila ulichofanya. Asante kwa ajili ya watumishi wote uliowasimamisha wakasema neno lako. Asante kwa ajili ya waratibu. Baba, pokea sifa kila kilichofanyika katika kongamano. Tunakushukuru wewe, tunakuadhimisha wewe. Pokea heshima, pokea utukufu, pokea enzi na mamlaka katika kiti chako cha enzi. Ndiyo Bwana, peke yako unastahili heshima na utukufu na adhama. Wewe ni mwaminifu, peke yako unastahili, peke yako unastahili Bwana, peke yako unastahili Jehova. Asante Yesu. Baba, tunapotazama yale yote yaliyotokea kwenye kongamano lile, asante kwa ajili ya mahudhurio. Asante kwa ajili ya kila aliyefika kwenye kongamano. Asante kwa ajili ya kila aliyetoa pesa kuwezesha lile kongamano. Asante kwa aliyeweka ahadi ya kuandaa kongamano la mwakani tena. Tunawaombea Bwana, tunaomba tena neema yako kwa ajili ya kongamano la mwakani. Baba, pokea sifa na utukufu kwa ajili ya mambo yote yaliyotokea. Tunakubariki wewe, tunakutukuza wewe, tunaliinua na kuliadhimisha jina lako kwa jina la Yesu. Natafuta raha
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku njema uliotupa Baba. Ibada hii tunainua vinywa vyetu kukushukuru kwa ajili ya kongamano lile la pili lilofanyika pale Filibati Bay tarehe 15 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 6. Tulikuona kwa kiwango kingine, tuliona wingu la maombi, tuliona watu wakipona, tuliona watu wakiokolewa. Tulikuona kwa jinsi ambavyo ulisema na watoto wako. Katikati ya mambo yote ya Bwana, tunarudisha sifa na heshima na utukufu na adhama na uweza katika kiti chako cha enzi. Hata siku ya leo tena umetupa kibali cha kuwepo hapa. Pokea sifa na heshima na utukufu na adhama. Watoto wako e Bwana, wanapotoka hapa kurudi majumbani kwao, damu yako ya thamani inene mema kwa ajili yao, ukiwasha moto mpya ndani yao, ukiwasha moto mpya ndani yao, ukiwasha imani mpya ndani yao, ili jina lako litukuzwe na kuinuliwa tangu sasa na hata milele. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu awabariki na Yesu awatunze.